anaitwa Yakobo, wa pili akaenda kuabudu miungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona pia Isaka alipozaa wale Yakobo na Esau, Yakobo akaenda kuzaa watoto 10 na ngapi? 12. Hao watoto 12 unaona bado wakaandamiwa na uovu wa baba zao. Zile kabila 12 unaona kabila mojawapo inaitwa kabila ya Dani walienda kuambatana na miungu, walienda kuambatana na nyoka, walienda kufanya ushirika moja kwa moja na mashetani. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 49 utaona habari hizo. Kwa sababu gani? Wanaandamwa na ile dhambi ya mababa zao, ule uovu wa mababa zao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bali na kwamba wameokoka, bali na kwamba ni watu hapa kwenye agano, lakini kwa kuwa hawajakaa imara katika agano la Mungu, wanaandamwa na uovu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nikuongeze faida hapo zaidi. Katika kile kitabu cha Mithali ile sura ya 13 mstari wa 21. Mithali 13:21, maandiko yanasema hivi: uovu huandamia wenye dhambi. Uovu huandamia watu gani? Wenye dhambi. Maana yake watu waovu wenye dhambi wanaandamiwa na maovu ya baba zao. Maana yake kama wewe umeokoka alafu bado ukabaki katika dhambi, maana yake kuna wakati utaandamishwa na yale maovu ambayo baba zako waliyatenda kule. Na hii ndio inayosababisha kwamba watu wengi nao wameokoka, lakini bado kuna mambo wanayo. Watu wengi wameokoka, lakini bado wanashangaa kuna watu wanawachukia. Watu wameokoka, lakini bado kuna mambo ya uzito wa kimungu wanayo. Kwa sababu gani? Wanaandamwa na mauovu au mabaya yote waliokuwa nayo baba zao nyakati zile, wakiabudu miungu mingine, kwa sababu hawajasimama imara katika Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hii inatuonyesha kwamba watu watakaoenda vizuri kwa Mungu, watakaoenda vizuri pamoja na Mungu, hawataandamwa na uovu. Angalia zaidi kwa mfano Zaburi ya 140 na ule mstari wa 11. Zaburi ya 140 mstari wa 11 anasema hivi: msingiziaji hatawekwa imara katika nchi. Mtu wa jeuri, mtu wa nini? Wa jeuri. Uovu muinda kumwangamiza, mabaya muinda kumwangamiza. Maana yake mtu ambaye hataki kwenda katika yale maelekezo Mungu ambaye anataka, anaandamwa na kitu kinachoitwa maovu. Na hayo yote maovu yanayoandamwa, yanayosababishwa na dhambi za mtu, ndiyo yanayosababisha watu ndani ya kanisa wanasimama wanaenda wanaanguka tena, wanasimama wanaenda mbele wanaanguka tena, hawana wokovu ulio kamili. Kama hapa ambapo mwanzo nimekwambia tunao vuguvugu wengi, kama ambavyo unaona unaweza ukazaa watoto kwenye familia yako, lakini ukashangaa wachache ndio wanaenda kwenye njia yako unayoiendea kweli, lakini wengine wote ni vimburu. Kwa sababu gani? Wengine wote hawajataka kwenda kwenye njia ile, wameenda kwenye njia zao, wameandamwa na maovu ya baba zao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.